Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Istiqama TV Swahili, tunakutana tena leo katika kipindi chetu cha pili cha somo letu la fiqhi ya ibada, tukiwa na darsa ya pili ambayo itakuwa inazungumzia makusudio ya sharia ya Kiislamu. Ili tuweza kufikia kusoma ile namna ya kufanya ibada, ni vyema tukapitia huu utangulizi ambao tutajua ndani yake nini makusudio ya sharia yenyewe ya Kiislamu na ni zipi zile hukumu ambazo zinafahamika kwamba ni hukumu za kisheria. Ni lazima tuyafahamu mambo haya yote ili iwe ni wepesi kwetu sisi kufahamu baadaye hapo tutakapokuja kuingia rasmi katika kuisoma fiqhi ya ibada. Sharia ya Kiislamu. Sharia ya Kiislamu na vyanzo vyake. Nini makusudio ya sharia ya Kiislamu? Makusudio ya sharia ni zile hukumu kuu zilizoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na hukumu nyingine zinazotokana na hukumu hizo kuu. Kwa hivyo makusudio ya sharia ya Kiislamu ni zile hukumu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kaziteremsha kwa waja wake, pamoja na hukumu nyingine zinazotokana na hukumu hizo kuu. Hizi hukumu zote hizi zinatengeneza kitu kinachoitwa sharia ya Kiislamu. Ni vipi vyanzo vya sheria ya Kiislamu? Ni vyema tukavijua vyanzo vya sheria ya Kiislamu ili tuweze kufahamu hii sheria yetu inatoka katika vyanzo vipi. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha watu waifahamu dini na sharia ya Kiislamu pamoja na kumwabudu yeye kupitia ufahamu wao binafsi au kupitia rai zao na akili zao fupi peke yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa wahi ambao ndio unaoelekeza kumwabudu yeye unatoka kwake yeye, na ndiyo tegemezi la kutoa amri ya kufanya ibada kwa utaratibu maalumu na kuamrisha kukataza mambo kwa utaratibu maalumu vile vile. Na wahi huo ndiyo msingi ambao watu wanapotofautiana hurejea katika msingi huo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hakuliacha jambo la kuifahamu dini na kuweza kutoa maamuzi ya kuwa hichi ni halali na hichi ni haramu. Hakuliacha kuwa jambo hilo ni la watu wao ndo walitoe, bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndiye aliyebainisha kwa kuteremsha wahi kwamba jambo hili linafaa na jambo hili halifai, na kupitia nyenzo hizo au vyanzo hivi vya sheria ya Kiislamu ndiyo inaweza kufahamika hukumu ya mambo tofauti. Je, ni vipi vyanzo vya sheria ya Kiislamu? Tunasema chanzo cha kwanza kabisa, tunasema kwamba sheria ya Kiislamu ina vyanzo vinne. Cha kwanza ni Qur'ani tukufu, ndiyo chanzo cha kwanza ambacho ni chanzo kikuu cha sheria ya Kiislamu. Baada ya Qur'ani inafuatia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu baada ya hapo yanafuatia makubaliano ya wanazuoni, na baadaye inafuatia kupima au kama inavyofahamika katika lugha ya fani al-qiyas. Hivi ndivyo vyanzo ambavyo ni vyanzo vya sheria ya Kiislamu. Viko vyanzo vingine lakini wanachuoni wametofautiana kuhusiana na vyanzo hivyo, na sisi tutatosheka na vyanzo hivi kwa sababu ndivyo vinavyotumika mara nyingi katika kutoa hukumu mbalimbali za kisheria. Kwa hivyo chanzo cha kwanza kabisa ni Qur'ani tukufu, na chanzo cha pili ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na chanzo cha tatu ni makubaliano ya wanazuoni, na chanzo cha nne ni kupima au kama inavyofahamika kuwa ni al-qiyas. Sasa tuanze na chanzo cha kwanza kabisa ambacho ni Qur'ani tukufu. Tuone Qur'ani, nini makusudio ya Qur'ani na baadhi ya mifano ya hukumu ambazo zinatoka katika Qur'ani. Qur'ani ni yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka na wahi wake ambao kauteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lugha ya Kiarabu, wahi ambao kuusoma kwake
ni ibada, tena maandishi yake na maana zake ni muujiza, na umenukuliwa kwetu sisi kwa njia isiyo na shaka. Yani wahi huo umetufikia kwetu sisi, umefika kwetu sisi bila, kwa njia ambayo haina shaka yoyote ndani yake. Hii ndiyo Qur'ani, na leo hakuna mtu ambaye asiyefahamu Qur'ani ni nini, kwa sababu ndiyo sahibu wetu wa kila siku ambaye tunaishi naye katika maisha yetu, na ndiye rafiki bora kwa kweli Qur'ani tukufu. Qur'ani ni hoja kwa makubaliano ya wanazuoni wote wa Kiislamu. Wanazuoni wote wamekubaliana kuwa Qur'ani ni hoja, wala haifai kwa yoyote yule kupinga hata herufi moja katika Qur'ani tukufu, bali atakayepinga hata herufi moja katika Qur'ani tukufu atakuwa anahesabika amepinga jambo lililojulikana, jambo la lazima katika dini, na hatimaye atakuwa ametoka katika Uislamu kwa kupinga Qur'ani ile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haina shaka ndani yake. Mfano wa hukumu ambayo inatoka katika Qur'ani ni wajibu wa kutekeleza sala na kutoa zaka ambao unapatikana katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema wa aqimus salata wa atuz zakata, na simamisheni sala na toeni zaka. Humu ndani ya aya hii inaonesha kwamba kutekeleza sala au kusimamisha sala na kutoa zaka ni jambo lililokuwa la lazima. Hichi ni chanzo cha kwanza cha sheria ya Kiislamu. Baada ya chanzo hichi kitafuatia chanzo cha pili ambacho ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nini makusudio ya sunna? Sunna ni yale yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa kauli zake au vitendo au kulipitisha jambo, yani kulikubali jambo hata kama yeye hajalifanya, au sifa ya kitabia au ya kimaumbile. Sunna pia kama walivyokubaliana wanazuoni wote ni hoja kutokana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hatamki kwa matamanio, haukuwa huo ila ni ufunuo unaofunuliwa. Yani kila anachokitamka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hukumu za dini ni ufunuo unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili hiyo kuifuata sunna ya Mtume sunna imekuwa ni hoja kwa makubaliano ya wanazuoni wote, na ni wajibu kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sunna ni chanzo cha pili cha sheria ya Kiislamu, lakini kama tulivyoona katika maana ya sunna kwamba sunna ipo ya vigawanyo tofauti. Kuna sunna ya maneno na sunna ya vitendo na sunna ya kulikubali jambo, na hivyo ndivyo vigawanyo vya sunna kama vinavyobainika hapo mbele yako. Kigawanyo cha kwanza kabisa ni sunna ya matendo, ni sunna ya maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatamka kwa ulimi wake, na mfano wa sunna hiyo ni kutoka kwa Ibn Abbas kutoka kwa Nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema kusengenya kuna mfunguza aliyefunga na kunatengua udhu. Hii ni sunna ya maneno. Mtume sallallahu alayhi wasallam katamka maneno haya kuonesha kwamba kusengenya kunasababisha mtu kutenguka na udhu wake. Kwa hivyo hii ni sunna ya maneno, na aina ya pili ya sunna ni sunna ya vitendo, nayo ni kama ilivyokuwa katika hadithi ya kutoka kwa Ibn Abbas kutoka kwa Nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amepangusa baadhi ya kichwa chake wakati wa kutia udhu. Hii ni sunna ambayo inaonesha kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba anasimulia kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa yeye alipangusa baadhi tu ya kichwa chake wakati wa kutia udhu. Kwa hivyo sunna ya aina ya mwanzo ya sunna ni sunna ya maneno, na aina ya pili ni sunna ya vitendo. Lakini aina ya tatu ya sunna ni sunna ya kulipitisha jambo, yani ya kulikubali jambo. Kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwachia Khalid bin al-Walid wakati alipokuwa akila kenge ndani ya sebule ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena huku akimtazama. Hii pia ni sunna kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kamuona Khalid akila kenge au mnyama yule, lakini hakumkemea wala hakumkataza. Kwa hivyo inaonesha kwamba alilikubali suala la kumla mnyama yule, na hii inafahamika kuwa ni sunna ya kulipitisha jambo. Yani hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakulifanya, lakini limefanywa mbele yake na yeye
akalikubali au hakulikemea. Kwa hivyo hizi ndizo aina tatu au vigawanyo vitatu vya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Chanzo cha tatu baada ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kitafuatia chanzo cha tatu ambacho ni makubaliano ya wanazuoni. Ni yapi makubaliano ya wanazuoni? Ni yale makubaliano ya wanazuoni wa umma wa Kiislamu ambao wamefikia cheo cha jitihada, na tulishazungumza hapo kabla katika kipindi cha kwanza, katika somo letu la kwanza, ni kipi cheo cha jitihada na ni yapi masharti ambayo mtu anatakiwa awe nayo ili awe amefikia cheo hichi. Kwa hivyo makubaliano ya wanazuoni ni makubaliano ya wanazuoni wa umma wa Kiislamu waliofikia cheo cha jitihada juu ya hukumu ya kisheria katika zama miongoni mwa zama baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Makubaliano yao juu ya sheria jambo fulani yanahesabika kuwa ni hoja. Makubaliano ya wanazuoni pia ni hoja kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema hakuwa Allah ni mwenye kukusanya umma wangu wote katika upotevu. Hii hadithi inaonesha kwamba umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam unapokubaliana juu ya jambo fulani basi jambo hilo huwa ni haki, lakini kuna taratibu zake za kufikia kukubaliana makubaliano hayo. Sisi hatutaji taratibu hizo, bali tunataja tu makubaliano ya wanazuoni kama ni moja kati ya vyanzo vya sheria ya Kiislamu. Mfano wa makubaliano ya wanazuoni ni makubaliano ya masahaba kuwa bibi arithishwe 1/6 katika mirathi. Wamekubaliana hivi, kwa hivyo mpaka leo inakwenda makubaliano hayo yanafanyiwa kazi. Chanzo cha nne cha sheria ya Kiislamu ni qiyas au kupima. Kupima au alqiyas ni kule kulipima jambo ambalo halijulikani hukumu yake kwa jambo jingine linalojulikana hukumu yake. Yani tuna jambo moja ambalo hukumu yake ni jipya, hukumu yake haijulikani, lakini tunalo jambo jingine ambalo hukumu yake inajulikana, tunalipima jambo hili kwa jambo lile ambalo hukumu yake inajulikana kutokana na kushirikiana mambo hayo mawili katika sababu moja. Yani mambo yote mawili yana sababu moja, au kama inavyofahamika kifani yana ila moja. Hayo lile jambo ambalo hatulijui hukumu yake tutalipima kwa lile jambo ambalo hukumu yake inajulikana kwa kushirikiana kwa mambo hayo mawili katika sababu moja. Hii ndiyo alqiyas au kupima. Dalili ya chanzo hichi cha alqiyas ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipomwambia mwanamke wa kabila la Al-Khathamiyya. Mwanamke huyu wa kabila hili alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza akimwambia, ya Rasulullah, inna faridata Allahi ala al-ibadi fi al-hajj adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala ar-rahila afa ahujju an. Kwamba Mtume yule mwanamke alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia, ewe Mtume wa Allah, hakika faridha ya hija ya Allah kwa waja wake imemdiriki baba yangu akiwa ni mtu mzima sana kiasi ambacho hawezi kutulia katika kipando. Je, ni muhijie? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumjibu mwanamke huyu swala lake alimjibu kwa mfumo wa kupima jambo kwa lingine ili apate kumuelewesha vizuri. Akamwambia, je, araaiti law kana ala abiki daynun faqadaitihi akunti qadiyatan an. Kwamba je, unaonaje lau kama baba yako angelikuwa na deni ukawa na uwezo wa kumlipia, ungelimlipia? Yule mwanamke akasema ndiyo, ningelimlipia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, fadhaka au fadhalika kadhak, yani basi hivyo ni kama vile kwamba kumhijia kwako hali ya kuwa yeye hana uwezo wa kuhiji ni kama kumlipia kwako deni ambalo wewe unao uwezo wa kumlipia. Kwa hivyo huu ni mfumo au ni dalili inayoonesha kwamba kupima jambo kwa jingine ni moja kati ya vyanzo vya sheria ya Kiislamu. Mfano wa kulipima jambo, mfano wake ni kutoa hukumu ya utohara wa maiti ya nge. Wanachuoni wanasema kwamba nge na mdudu yote ambaye hana damu, maiti yake ni safi, haina najisi kiasi ambacho haiwezi kumtengua mtu udhu, na kuwa haitengui udhu kwa atakayeigusa, yani atakayeigusa maiti hiyo ya nge. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuchukua kipimo cha nzi, kwa sababu wote wanashirikiana katika sababu ya utohara. Sababu ipi? Nayo ni kutokuwa na damu. Nge hana damu na nzi vile vile hana damu, lakini nzi hukumu ya utohara wake
imebainika wazi katika hadithi inayosema, yani hukumu ya utohara wa nzi ipo wazi, imetajwa katika sunna, lakini nge hakutajwa kwamba ni tohara, isipokuwa nzi na nge wanashirikiana katika sababu ya utohara ambayo kutokuwa na damu, lakini nzi imekuja hadithi ya kubainisha kwamba ni msafi, sio hana najisi, lakini nge haikuja dalili ya kubainisha. Kwa hivyo tunampima nge kwa nzi. Hadithi iliyokuja katika nzi ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba atakapoingia nzi katika chombo cha mmoja wenu, basi amzamishe au mzamisheni, hakika ndani ya ubawa wake mmoja kuna ugonjwa na ndani ya ubawa wake mwingine kuna tiba, na hakika yake yeye, yani nzi, hutanguliza gonjwa na huchelewesha tiba. Yani anapoanguka katika chombo hutanguliza lile bawa ambalo lina ugonjwa ndani yake, lile bawa ambalo lina tiba akalieka juu likawa haliingii katika kile chombo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza kwamba azamishwe ili ile bawa lililokuwa na tiba vile vile liweze kuingia katika chombo kile. Na hii inaonesha kwamba nzi sio najisi. Ingelikuwa ni najisi angeliamrisha kile kitu kisinywiwe tena au kisiliwe tena au kisitumike tena, lakini nge hakuna dalili iliyoonesha wazi kwamba yeye ni tohara. Kwa hivyo tunampima nge kwa nzi kwa sababu wote wanashirikiana kwa kutokuwa na damu, na hii ndiyo na huku ndiko kupima, na ni chanzo cha 4 miongoni mwa vyanzo vya sheria ya Kiislamu. Hapa tuna maswali ambayo yataboresha vile vile ufahamu wa somo letu lililotangulia. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu hichi, tutataja maswali haya, na natumai ndugu mpenzi mtazamaji utayasoma vizuri na utajaribu kuyajibu kwa mujibu wa ufahamu wako wa somo lililotangulia. Swali la kwanza kabisa, nini makusudio ya sharia ya Kiislamu? Ni yapi makusudio ya sharia ya Kiislamu? Swali la pili, ni vipi vyanzo vya sheria ya Kiislamu? Swali la tatu, ni vipi vyanzo vya sunna? Vielezee na utoe mifano kwa kila kigawanyo. Tumetaja kwamba sunna ni chanzo miongoni mwa vyanzo vya sheria na tukataja vigawanyo vya sunna. Kinachotakiwa hapa katika swali ni kutaja kila kigawanyo pamoja na mfano wake kama tulivyotaja hapo nyuma katika somo letu. Swali la 4, ni ipi dalili inayoonesha kuwa makubaliano ya wanazuoni ni hoja? Tumeitaja dalili hiyo. Na swali la 5 ambalo ndilo swali la mwisho ni taja mfano unaoonesha kutumia kias au kupima. Majibu ya maswali haya yote yamo katika somo letu ambalo tumelisoma au tumelizungumzia hivi punde. Natumai utayajibu maswali haya kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na labda nikuage kwa kuwa tumefikia hitimisho la kipindi chetu hichi, na tutakuja kuonana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi kinachofuata tukiwa na somo letu la 3. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala aniweke mimi na akuweke wewe ili tuweze kukutana tena katika kipindi hicho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.